Karibu leo katika channel yetu ya Mtaita Technology. Na leo tutakwenda kujifunza namna ya kutumia Adobe Photoshop. Nikukumbushe kama hujasubscribe, ili uwe wa kwanza kupata video zetu, nikukumbushe subscribe, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video zetu pale tunapozitoa. So, kama utakuwa umeinstall, utaiona kama hivi kwenye desktop. Lakini kama hujainstall, nitatuma hapo link kwenye description. Then unaweza kudownload mwenyewe. So nita navigate, nitaenda kwenye Photoshop. Wakati ukifungua Photoshop yako utaonekana kuna vitu kama hivi. Juu kuna navigation bar na huku pembeni kuna baadhi ya tools. Zipo hapa kwa ajili ya kukusaidia kuinteract na Adobe Photoshop. So hapo juu mwisho kabisa utakutana na hiyo navigation bar ambayo ina baadhi ya maneno. Kwanza kabisa hapo mkono kushoto utakutana na neno limeandikwa file. Ukifungua file utakutana na baadhi ya shortcut. So hapa mwanzo kabisa unakutana na shortcut ya inaitwa new file au working area. Ukikliki itakupa working space au baadhi ya karatasi ambazo unaweza kuzitumia kwenye kutengeneza design. So mimi nitaifungua. Baada ya kuifungua itaonekana katika muonekano kama huu. Na hapa kuna aina tofauti tofauti za working space au working area. So ya kwanza kabisa hapo unaona ni custom, hii ni ile ya kuja na Photoshop. Lakini pia zinakuwa na width huku pembeni kabisa. Nakuwa na upana na urefu. Lakini huo upana na urefu vipo katika vipimo tofauti. Unaweza kutumia njia ya pixel, inch, centimeter, millimeters, points and pixels. So kwa design yoyote ile inategemea pia na aina ya kipimo na sehemu ambayo unaenda kukitumia. So katika hii sehemu ya working areas kwenye kuchagua inategemeana pia na aina ya kitu unachoenda kukidesign. So niko na baadhi ya vipimo hapa. Guide kwa ajili ya Adobe. So ukiwa na kipimo labda kwa unataka kutengeneza poster size za 300 dot per inchi, A4 waga unaikuta ina 210 kwa 299 mm. So kwa mfano unataka kudesign social media poster, kwa mfano ya Instagram unakuta ina 10 kwa 80. Hapa hizi ni kwa pixel size. Lakini pia kwa mfano unataka kutengeneza kwenye Facebook poster unakuta ni 12 kwa 630 pixel. Kwa wale wanaotengeneza YouTube thumbnails ile unakuta ni 1280 kwa 720 pixel. Lakini kwa Adobe setup ambazo unazikutaga ni dot per inch 300. Hizi ni kwa zile kwa wale wanao print kwenye hizi digital. So kala ambayo tunai recommend kutumia ni hii ambayo tunaiona hapa. So tutarudi kwenye Adobe Photoshop yetu. Then tushaona kuwa hapa unaweza kutumia aina ya working space kulingana na aina ya kitu unachoenda kukitengeneza. So unaweza create hapa, hizi ni aina ya kutengeneza detail za hiyo poster yako. Kwa mfano hapa unaweza kuititle ukasema labda ni poster au tuseme birthday poster. Yeah. Ukaipima kabisa, ukajua kabisa birthday poster inatakiwa iwe na width ngapi, iwe na height ngapi, iwe na resolution ngapi. Lakini color tume recommend kutumia hii ambayo unaikuta iko hapa. Lakini kama unataka kuprint, color utakayotumia ni hii hapa chini. So nita close, nitaendelea na vitu vingine. So ukija hapa utakutana tena na ya chini yake inaitwa
open. Hii ni kwa ajili ya kufungua, kwa mfano picha unataka kuifungua, labda let's say open picha tuone. Nataka kufungua picha, uta navigate kwenye folder zako, then uta open kitu kama hichi. Na open kitu kama hichi. Yes. Hiyo ni kwa kutumia shortcut ya open. Unaweza kuklik tu open, ni kwa ajili ya kuopen picha, lakini sio kuopen sehemu ya kufanyia kazi. So naenda kuelezea baadhi ya tools tu muhimu, lakini ukija hapa chini utakutana na kitu kinaitwa open recent. Open recent ni zile ambazo tayari ulishakuwa umeshaanza kuzifanyia kazi au ulisha edit previous. Kwa ukija hapa una click hapo na navigate kwenye previous. Unakuta mimi sina previous yoyote, niliziclear, na unaweza kuziclear kama umeona zimekuwa nyingi, una clear previous. So hapa kuna close. Hapa una close picha moja ambazo ziko kwenye working area au working space. Unaweza ukashika tu Ctrl+W ukawa umeclose, lakini ukishika Alt+Ctrl+W unaziclose zote. So ukiendelea kushuka chini utakutana na export. Export, kuna namna ya kuexport, yaani kuna kusave hiyo file yako baada ya kumaliza kuedit katika njia zifuatazo. Kuna ya kwanza ni quick export as PNG. Hii ukiexport as PNG maana yake kama imetoka na background itakuwa kwenye mfumo wa transparency, lakini the way kuiput hiyo kwenye transparency means ukija kwenye layer kwa mfano kama hivi, hii tayari nilishai group nikaifungia kabisa. So kwa mfano let's say una picha hapa alafu ina working area ya nyuma ambayo ina background, unaizima kwanza, then ndio unaenda kuexport as PNG if unahitaji iwe haina background nyuma. So kuna hiyo quick export as PNG, lakini kuna export as, maanake hapa ukiklik hii utakupa vitu vya kuchagua uexport kama nini. Lakini hapa tunasema ujaije hapa hivi, kuna inakupa options za kuchagua. Je, uiexport kama nini? Yes. Je, ni transparency? Je, ni smaller file? Na unachagua pia vipimo if kule mwanzo hukuchagua vipimo. So bado sihitaji kuexport, so nita cancel, then tutaendelea na tools zingine. Hapa unaweza kushare, manake kutuma. Sasa hapa chini kuna baadhi ya hizi link mbili hapa, kuna place embedded na place linked. So kwa mfano labda na working area hii hapa, tuchukue working area hii hapa. Sasa hii ni working area na vipimo vya poster, normal poster, vipimo vyake ndio hivi. Sasa kwenye hii working area labda nilikuwa nataka kureplace picha ili niweze kuitumia katika editing. Nitakuja kwenye place embedded, then hii place embedded itanisaidia mimi katika kuunganisha picha na kwenye poster yangu kwenye Adobe Photoshop. So nitashuka chini, nitatafuta sehemu ambayo kuna hiyo, kwa mfano hii hapa. Yes, nimereplace kama hivi, unakuta iko kwenye muundo kama huu. Sasa hii ni namna ukitaka kuingiza picha kwenye poster yako, lakini pia hata hii ya chini ya place linked nayo inafanya kazi hivyo. Kwa mfano nataka tena kuweka hapo picha, takuja kwenye
picha zangu, then nita navigate, nitaiweka kama hivyo. Unakuta kitu kinakuwa kama hivyo. So hizo ni njia za kuweka picha kwenye working area yako. Lakini hapa kuna kuimport. Hapa labda unataka kuimport video frame to layer, unaweza kuimport. Lakini kwa mfano unataka kuona file details, una click Alt Shift plus Control I, utaona details za hiyo picha yako, utaziona hapa. So tutaendelea na kuangalia chini. Unaweza kuprint, kwa mfano umeconnect na computer au umeconnect na ile printer. So unaweza kuprint hapa chini kwa kubonyeza Control P, then ukaprint ikaja kwenye mfumo wa hard copy. So hapa chini utakutana na exit, maana yake ni kutoka. Sasa sisi tutaendelea na baadhi ya tools ambazo tunaziona mkono wetu wa kushoto, lakini tumalizie kwanza kwenye hizi navigation hapa juu. Hapa juu unakutana na edit. Let's say umeedit some layers. Tunajua layers, ukitaka kuona layer leo unaikuta hapa. Sasa layer ni nini? Layer ni idadi ya zile vitu ambavyo unavitumia katika kuedit. Kwa mfano hapa nina layer kwanza kabisa ambao ni background. Na hapa nikitaka kuizima, na unakuja unafungua kufuli, then una uwezo wa kuizima ikaa kwenye mfumo wa transparency. So mimi nitaiwasha, then nitarudi kwenye kufuli iwe na kufuli. So nimesema layer ni nini? Layer ni zile idadi ya tools na ni idadi ya working space ambazo unazitumia hapa kwenye kuedit kitu chako. Sasa tuseme kuwa umefungua hii working space kwa ajili ya kutengeneza poster. Sasa hapa nikaanza labda na kufungua nikasema nataka kutengeneza poster fulani, labda nichukue tools moja hapo, alafu nikachora a rectangle hapa. Chora rectangle ya draw rectangle yako, then ikaa kwenye mfumo kama huu. Sasa ukija kwenye layer utakuta tayari ishatengeneza layer nyingine. Kwa hiyo tools inaitwa layer, inatusaidia kupanga vitu vyetu katika mfumo ambao unaweza kuutumia baadaye kufanya editing. So na hapo ukiona kuna kwenye hii layer unaweza ukai double click, then ukai rename, labda unaweza ukasema ni shape namba 1. Kwa hiyo layer inatusaidia sisi kuweza kuziona idadi ya layer zetu, naweza kuedit easily. So labda nikija nikimanipulate na nikitengeneza another layer, nikija labda nikichukua round rectangle, round shape, nikija nikidraw hapa, yes, nikidraw shape, nikija tena kwenye layer nitakuta another shape imetengenezeka inaitwa eclipse. Then hii inaweza nikai right click, nikai double click, then nikaja nikai rename, nikasema round 1. Then ikawa kwenye mfumo kama huu. So sasa nikija kwenye editing, kwa mfano kwenye editing hapo unakutana na baadhi ya shortcut ambazo ni rahisi na lazima uweze kuzijua kama unahitaji kufanya graphics design katika njia za haraka na kuweza kumanipulate kitu kwa kutumia shortcut. Itabidi uje kwenye editing. Ukija kwenye editing utakutana undo name change. Hapa tuna undo the last change. Yani ukija ukiklik Control Z, maana yake unakuta hapa nilikuwa nimerename, nilikuwa nimesema round 1. Then baada ya kushika Control Z ukajikuta imetoka ile round 1 ikabaki name of the shape. So nikirudi hapa kwenye editing naweza kujua
shortcut ambazo naweza kuinteract nazo wakati nafanya editing. So chini yake unakutana na redo the name change, maana yake ku redo the last change. Labda nimefanya undo, then nataka kurudisha, nitashika shift control Z, uta click hiyo kitu, then utakushika shift control Z, then utakuwa umeredo, unakuta imerudi tena ile round 1. So tutaendelea tena. Unaona hapa redo ishatoka kwa sababu tayari nimesha redo, lakini undo, nikishika hapa undo inabidi utoke kwanza undo, then ukija hapa utakuta undo Eclipse tools, maana kisha kubali. So inakupa option tena ya kuredo, maana unaweza kushika shift control Z ukaredo. So hapa chini kuna cut control X, labda nataka kucopy kitu, kuicut kabisa, yani move, yani nikishika hivi nimecut, then niki control V nimeirudisha, nimepaste. So tutarudi tena, kuna control C, maana yake control C ni kuduplicate hii iliyopo hapa. Nikishika, naishika hapa kwanza, na select, then nashika control S, control V, napata shape nyingine kutokea hapo. So unakuta na shape kama hizo hapo. So mimi nazifuta, nimezifuta. So nitarudi tena hapa, nitakutana tena na paste, maana yake control V una paste, control F na search. So mimi nakuonyesha zile tools ambazo ni za msingi na za muhimu kwenye Adobe Photoshop. Ukija hapa kwenye image utakutana na modi. Modi gani unayotumia ya color? Sisi tunatumia color hii hapa. Yes. Na channel bit ni 8 bit tunayotumia. Hiyo ni modi ya image ambazo zitakuwa zina interact na design yetu. So utashuka kwenye adjustment. Hapa adjustment tutaiacha kidogo, lakini image size unaweza ukaclick on Alt Control I on image size. Lakini utakuja kwenye layer. Hapa labda unataka kutengeneza new layer, utashuka hapa chini, then utaclick on Shift Control N, utatengeneza layer nyingine. Unapata layer nyingine, ukija hapa unakuta una layer nyingine. Manake hii ni kama working space fulani hivi kwenye hiyo design. So mimi nitaifuta. Nitarudi tena kwenye layer. Then ukitaka copy layer, una click hivi, unaicopy. Ukitaka kuduplicate layer, unakuja hapa unaishika hiyo layer, then unaicopy. Ukitaka kufuta kama kawaida kwenye keyboard yako, hapo utakuta juu pale una button ya delete. So ukitaka ku rename layer, unakuja hapa, lakini nishaonyesha shortcut. Ukija hapa kwenye layers, ukisikia una double click, then una rename layer. So type tutaangalia kwa sababu leo hatutajifunza kutumia type. Select, kuna baadhi hapa ya tools za kuselect. Kwa mfano unataka kuselect, unashika control A, una select all. Ukitaka kuitoa kwenye select, maana yake ni control D, ni deselect. Ukitaka kurudia kureselect, maana yake utashika shift control D. So hizi sio za msingi sana kwa sababu utakuwa unazikuta hapa. Leo nataka kuonyesha ni kutumia tu baadhi ya tools na kivipi unaweza kuinteract nazo katika design. So cha msingi kabisa, ukija kwenye view unakuta hapa kwenye hii nani yangu kuna hizi kitu unaziona hapa, hizi ruler hizi. The way unazipata, kwa mfano hujaziona wakati umefungua tools yako, itabidi uje kwenye view. Ukija kwenye view utakutana na ruler au control R. Mimi hapa nikitoa hutaziona. So na hizi naweza nikazitoa pia. So kwa mfano sasa unataka kutumia ruler kuinteract na design yako, itabidi uje kwenye view, then uta scroll down until utakapokutana na ruler, then uta click. So ukiklik ruler itakuja hapa. Ruler ni tools ambayo inatusaidia labda unataka kuarrange item zako zionekane kwa mfuatano ulio
na appearance nzuri, unakuja unatumia ruler. Yes, labda nilikuwa nataka split hii design katikati kabisa, ningekuja na ruler yangu then nikaiweka, then nikagawanya katika mlinganifu sahihi. So utakuja tena kwenye view, then utaitoa ruler kama hauitaki. Lakini pia ukitaka kuzoom, utakuja hapa control au control I, utazoom, then control Z utaiunzoom. Ya control minus unazoom. Then unakuja kwenye window. Sasa window hapa ndo na sehemu unaenda kukutana na hizi tools unazoziona hapa mkono wa kulia. Kwa mfano shape, nikija hapa nikiclick shape, maana pale nitaiona imefunguka mkono wa kushoto, mkono wa kulia kwako. Lakini pia ukija hapa kwenye labda layer ulikuwa uione, ukiclick hapa hivi layer utaiona. Sasa hii inakusaidia, kwa mfano kuna baadhi ya tools unahitaji kuzitumia lakini hapa uzioni hapa mkono wako wa kushoto. Utakuja kwenye window. Ukija kwenye window uta navigate, then utakutana na window. Hapa kuna kitu kinaitwa extension, kuna kitu kinaitwa beauty retouch. Hii tutakuja kuonyeshana ni kivipi unaweza kuitumia beauty retouch kufanya dodge and burning ya picha yako. So baada ya hapo, hapa unaweza kuchagua working space. Working space tunatumia 3D au unaweza kutumia essential default, ni wewe tu. Lakini ukitumia 3D maana kinakupa more tools ambazo unaweza kuzitumia kwenye hiyo design yako. Ukija hapa hivi utakutana na help. The help, kama unahitaji msaada unaweza kusign in kusaidia, labda Adobe yako inakatakata, unaweza ukaifungua Adobe alafu ikawa inajicancel automatic. So baada ya kumaliza hizo tools hapo juu kwenye navigation, baada ya kumaliza hizo navigation hapo, to move kidogo kwenye hizi tools za pembeni. Kwenye hizi tools za pembeni kabisa, ya mwanzo kabisa unakutana na hii tools ya kwanza, unaona iko kama msalaba. Hii tools inaitwa moving tools. Na ukija kuklik hapo, ukiweka kasa utakuta jina na inakupa kazi ya kufanya. So hii tools nikiitaka naweza nikabonyeza tu V kwenye keyboard yako then ukaipata. Sasa hii nikiwa nataka kumove object, na select hiyo then nashika labda na shift then na up arrow or down arrow or left arrow or right arrow, naweza nikawa na move object. Lakini hapa kuna rectangular shape, rectangular marquee shape. Hii ni kwa ajili ya kukata object, kwa mfano hivi. Then nikasema control X F control V S. Sasa hii inanisaidia kukata. Naweza ngashika labda alt X au control au shift alt X nikakata kitu hapo. Nachukua hapa, tuichore hapa tena pap, tushike control alt X. Inabidi restorize. Yes, baada ku restorize kitu cancel kwanza. Hii unaweza ukashika tu, ukashika control C then control V. Sasa hapa nimeselect more than one layer, unakuta nimeselect hapa. Let's delete this current complete request. Yes, tuje tu delete, kuja kwenye layer, ta delete layer, ta delete na hii. Then nahitaji nishike moja moja isiungane. Yes, utakuja hapa kwenye layer, then utashuka kwenye layer, then utakuja kwenye select type layer.
already combined, nilikuwa nataka nizi combine then nizikate. So hii nitafuta, nitachukua shape moja hapa, nitachukua shape kama hivyo, then nitakuja kwenye rectangular shape, then nitashika hapa, then baada ya hapo nita control C, control V, control Alt X, Shift X, undo, control X, then inakusaidia kukata. Hapa chini kidogo ukija utakutana na lasso tool. Hii ni kwa ajili ya kuselect. Hii ukija ukiishika hapo nakuta unachora kuzunguka hiyo umbo lako. Yes, unataka kuzunguka ili umbo, maana hii inafuata hilo umbo lako. Hii inatumika kwa ajili ya kazi kama hiyo, kufuatisha umbo lako. Lakini hapo unakutana tena na tools. Hii ni kwa ajili ya ku-highlight. Kwa mfano nataka ni highlight tu hii kitu hivyo, nakuwa tayari shai mark. Kwa utaanza vizuri, utaweka hapa hivi, utaklik hapa, then ita mark yote. Ukiklik tu hapa ina mark chote. Kwa mpaka hapo utakuwa umeshakikopi object yako, unatembea nayo. So hapa hivi ni airdropper, ni kwa ajili ya kuload kwenye 3D. Wakati ukifika kwenye 3D nitaonyesha namna ya kutumia hapo. Lakini ukija hapo unakutana na mix brush. Hii brush kuna za aina mbili. Kuna pen tool hapa, lakini pia kuna hii brush tool. Brush tool kwa mfano nataka tukifika kwenye kufanya dodge and burn, tutaonyesha namna ya kuitumia brush vizuri kabisa. Maana hapa kuna aina mbili za brush. Kuna mixed brush na brush tool ya kawaida. Kwa wakati ile unataka kufanya dodge and burn au wakati unafanya Adobe Retouch ndio unazitumia sana. So hapa chini kuna clone stamp tools. Hii ni kwa ajili ya kung'arisha vitu. Kwa mfano nataka kitu king'are, tutaweka picha moja then tutaona the way inafanya kazi. Lakini hapa pia tuna brush erase tool. Hii ni kwa ajili ya kufuta. Kwa mfano labda nataka nifute kitu hapa, unakuta tayari nishafuta. Baada ya kuishika tu nishafuta. Conta undo. Nikija na hii tools nikishika tu hivi, nakuta tayari nishafuta. Hapa chini unakutana na hii bucket tool. Ni kwa ajili ya ku drop color. Yes, ukihitaji kuweka color sehemu unakuja na hii. Kwa mfano hapo nitakuja na hii, then nita click hapa, then nitachukua drop bucket tool, then nita select aina gani ya rangi nataka, labda black, then tuchukue hapa new color, then nitakuja na bucket tool, niwe na umbo kama hilo, then nitakuja hii, tutaitoa sasa, itabidi tuitoe. Then nitakuja na bucket tool, then uta select wapi unahitaji, then ukitaka kuitumia vizuri unakuja hapa, then ukishaingia hapa unakuja kwenye bucket tool, then una right click kwa ajili ya kuja kuweka color. Shika kwanza move tool, then object toa kabisa hiyo object. Chini yake unakutana na tools nyingine ya text tool. Kwa mfano nataka kuandika maneno,
inabidi nichukue, labda nataka niseme, labda niandike hapa happy birthday. Yes. Na labda unataka kuchange fonti, shika tu hapa. Then mimi nataka kuchange fonti, niende kwenye go font, go bold, go bold, go bold font ndo nahitaji. Nitashuka, nitakutana na go bold, go bold. Yes, take this. Nakuwa kwenye mfumo kama huo. Then size unakuta iko ya mwisho, lakini ukitaka kuongeza size more unashika control T, then unaongeza kwa mfumo kama huu. Then nataka ni split, maana nitaweka hapa, then nitaweka kwa mfumo kama huu. Yes, then unataka kuweka center, maana hapa ni center, hapa ni side then center. Inakuwa kwa mfumo kama huo. Chini yake kuna tools nyingine inaitwa pen tool. Hapa zipo aina ya pen tool kama 3, kama zipo kama 5 hivi. Kuna pen tool ya kawaida, kuna freeform pen tool, curvature ya pen tool, add angle pen tool, delete angle pen tool na convert pen tool. Sasa kwenye hizi tool bana, hii pen ya kwanza kabisa ni pale ambapo unataka kutengeneza tool na ni shape, unaweza ukatumia tools. Lakini pia wakati unatengeneza pass pia unaweza ukatumia tools. So kama mimi nataka kutengeneza pass, itabidi nije hapa juu nitaselect pass. Na kwenye pen tool zimegawanyika katika maeneo mawili. Kuna pen tool kwa upande wa pass na pen tool kwa upande wa shape. Kwa mfano nataka kutengeneza shape, maana nita select shape. Kwa mfano nataka kutengeneza pass, yani only pass tu, yani kuchora mstari. Labda nataka kushika hapa, pap na hapa. Then nikatengeneza shape kama hivi. Tengeneza shape kama hivyo. Only pass. Ukitaka kukata huu mkia usiuone, maana itabidi ushike alt. Shike alt. Then itaenda huko. Then utashika shift alt, then utakuja kumalizia hapa. Sasa hiyo ni pass. Sio kwa ajili ya kutengeneza shape. Ukitaka shape, maana yake utakuja kwenye shape. Then ukichora, labda let's say nataka labda nipate mstari ulionyooka, na shika tu shift, then napata mstari ulionyooka. Sasa mimi nataka nichore shape. So shape yangu nataka kuchora labda ni ya rectangle. Nakuja nashika hapa, then nashika na shift, nakuja nanyosha hapa. Baada hapo naweka tena point hapa, nashika shift, naweka kitu kama hicho. Nataka labda nichore hiyo pembe 3. Nakuja nashika tena shift, nakuja namalizia hapa juu. Kwa mpaka hapo nakuwa nimepata shape ya pembe 3. Chap kabisa. Nakuwa umepata shape. Sasa ukishuka chini hapa, hii ni pass selection tu, hii tuachane nayo. Ukija hapa kuna limited shape. Sasa wewe unataka kuchora shape ya pembe 3 na hapa haipo. Kwa ndio njia hiyo unaweza kutumia kwenye pen tool. Yes, unakuja tu kwenye pen tool, then unataka kuchora labda tuseme shape ya I love you. Kuja hapo nashika tu hapa pop. Nashika na hapa. Kitu kama hicho, nashika alt. Yes. Kuja kitu kama hicho. Nakuja naweka pointer hapa tena. Naikunja hivi kidogo. Yes. Shika alt. Kuja hapo. Naweka tena pointer hapa. Nakunja hivi kidogo. Naweka hapa pointer. Then nakuja hapa juu. Nakuja
naweka pointer hapa, then nakuja naweka pointer hapa, then naweka kitu kama hichi. Yes, then nakuja nashika alt, nakuja kumalizia hapa. Nakuwa nimepata I love you ya mchongo, nakuwa na I love you ya mchongo. Yes, mpaka hapo utakuwa umetengeneza custom shape ambazo haziko hapa by default. So kama unataka kutengeneza tu rounded rectangle, maana unazikuta ziko hapa, unashika tu rounded rectangle unaitengeneza hapo. Then ukitaka kutengeneza round, maana hii round unaweza kutumia pia kwenye mduara kamili au ile ambao ni mfumo wa oval shape. Hapa inaweza kunipa complete rounded, lakini pia nikitaka nipewe kwa mfumo wa oval au egg shape, inakuwa kwenye mfumo kama huu. So inakuwa hizi ni baadhi ya custom shape. Hapa chini napo kuna hii hand tool, maana ukitaka ukishika kitu unakuja na hii hand tool unaichukua hapa. Yes, unachukua hii kwa ajili ya kuhandle. Baada hapo kuna hii ni kwa ajili ya kusearch, kuzoom, ni tools hapa. Ukija hapa unaweza ukazoom all window, ukazoom resize. Then hapa imewekwa 100, maana yake ni balance, fit the screen. Yes. Kwa ukishika hapo unaona inakuwa kisema fit the screen full screen, fit the screen 100. Yes. Hii ni zoom. Lakini ukija hapa chini ndio unakutana na a lot of tools. Sasa kwenye a lot of tools hapa, hii logo inakataa kufunguka hapa, ndio hii unaiona hapa chini, inaitwa pen bucket tool. Kwa mfano nataka kuiweka color hii hapa, hii nataka kuweka color labda hii background, nita select aina ya rangi, then nitakuja hapa, then nita click hapa. Sasa tufanye hapa, tunataka kuweka rangi hii hapa. Yes, ukija hapo una click, then rangi inamwagika hapo juu. So nitarudi tena hapa, nitakutana na baadhi ya tools. Kwa mfano ruler unaiona iko hapa. Yes, unataka kupima vitu vyako hapa, ya unakuwa na ruler kama hiyo. Yes, naweza nikaifuta tu. Kingine labda unataka embo i-click, then unataka labda crop labda kitu, unachukua cropping tool, then unakuja crop. Kwa mfano imecrop the entire screen, kama nataka kucrop tu ile size hii hapa, then ukimaliza inakuwa kwa mfumo kama huu hapo. Maana hapo ni sharp crop. Sasa pale imetoka, ukitaka kupata layer nyingine unakuja tu una click hapa. Afu ile mimi naweka chini mwisho, then ile anaichapa solid color. Yes, inakuwa kwenye solid color kama hivyo. So hapa chini tena ukija unakutana na baadhi ya tools. Kwa mfano hii ya tools, kuna blur tools, sharpen tools, dodge tools. Hizi tools ni kwa ajili ya kufanya dodge burning tools, unazikuta ziko hapa. Sasa kuna nyingine tena hapa muhimu, gradient tools. Labda nataka kufanya gradient. Sasa kama unataka kufanya gradient, hebu tutoe hizi tufute. Then hapa layer tuchukue, twende kwenye tool, tutafute bucket tool, then tumwage color hapa. Cheka color hapa, labda nataka tufanye kitu kinaitwa gradient tool kuitumia. Sasa tulisema place embedded inatumika kuingiza picha. Utakuja hapa kwenye picha yako, then utachagua aina ya picha unayotaka kuifanyia hivyo vitu. Labda nataka
kuchukua haya matunda, nichukue matunda, nahitaji picha ambayo naweza nikaifanyia gradient. Ja, nichukue matunda hapa. Yes, haya matunda nikaeka hapa katikati. Then nataka matunda kama vile naingiza kidogo ndani, naingiza ndani kidogo kwenye page yetu. Sasa mimi nitashika G. Ukishika G tool ni kwa ajili ya kushika gradient, au unaweza kuja kwenye gradient direct. Hakikisha rangi inayotakiwa ikae juu ni nyeusi, kwa utakuja uta select black color. Then itakuwa kwa mfumo kama huu. Then utakuja na pointer yako, utashika hapa, utapandisha juu hivi. Okay. Let's undo. Rudisha ile picha. Yes. Ilikuwa ni hapa. Then tukaweka center. Kala ambao nataka uifanyie hiyo kitu na kijua hakikisha ni nyeusi. Sasa nitakuja kwenye hii picha. Nitatengeneza hapa add layer mask. Ukisha add layer mask, utaiselect layer mask, then utakuja utashika hapa, then utapandisha hivi juu. Yes, utapandisha hivi. Yes. Maana mpaka hapa utakuja kupata kitu kimekaa kwa mfumo kama huu. Yes, unaona kama vile hili tunda liko within that color. Unashika hapo, maana utarudi kwenye G ni gradient tool, then utakuwa unapandisha hivi. Yes. Maana hili tunda litaonekana kwenye muundo kama huu. So baadhi ya tools ambazo zimebakia ni kama vile spot healing brush. Hii tutaitumia kwenye kufanya dodge and burn. Nitaonyesha namna ya kufanya retouch. So nilionyesha namna ya kuexport, nikasema kuwa naweza nika-export kwa mfumo wa transparency na nikaja nikautumia. So kama unataka kuexport kwa mfumo wa transparency, maana itabidi uje hapa then uizime hii. Ukishaizima hii unapata umbo kama hili. Then kitakachofuata hapo utakuja hapa kwenye export, quick export au export as, lakini ukisema quick export uta export, lakini mimi nataka nitoe ikiwa na umbo kama hili. Labda unataka hii picha ukaitumie sehemu nyingine, kwa utasema export as. Then baada ya hapo kusema export as, utashuka chini, utachagua transparency hapa, utatiki, then utaclick export, then utairename tu, utaweza kuipa labda tunaweza tukaita fruit transparency. Yes, fruit transparency. Maana kumbuka format ipo kwa PNG, kwa hapa haijafunguka option ya ku change format type. Kwa nitaweka kwenye download, then nita export. Yes, take time, ita export. Lakini kingine na cha msingi kabisa kwa madesigner wote mnatakiwa ukijua, ukishamaliza design kama hii unahitaji kuisave. Cha kwanza kabisa hakikisha una PSD ya hiyo file. Kwa nini tunataka PSD? Tunataka PSD kwa sababu kwa mfano ile umetengeneza design na customer anahitaji ufanye either manipulation au ongeze kitu, itabidi uwe na PSD. So unaanza kwa mwanzo kabisa. Unaanza upya kudesign kwa sababu umeambiwa kuna marekebisho, itakuwa ni uongo. So utakacho kifanya wewe,
tuwashe tu hii, haina shida, tusha export as transparent na utaenda kuiona haitakuwa na hii nyekundu. Utakuja hapa hivi kwenye save, then utashuka save as, then uta click save as. Sasa make sure for the first time we save as PSD. PSD ni Photoshop extension ambayo inaweza kukusaidia kukupa manipulation, na hii ni extension ya Photoshop. So utaiweka kwenye Photoshop extension kwa ajili ya kufanya manipulation next time. So utashuka hapa chini, then uta rename, labda tulisema ni fruit, au unaweza kuzipa majina kwa project. Unaweza kusema project of fruit, project of fruit. Kwa ukisema project as fruit, manake baadaye wakati unataka kuja kuedit utaikuta kwenye format ya PSD na unaweza kuiopen na ukakuta kama mwanzo. Kwa let's say nimefuta, nime cancel kabisa Photoshop. So nahitaji labda kuja kufanya manipulation ya hiyo kitu. Tunakumbuka wote tulisave kwenye download, then nitakuja kwenye download, utakutana na hii kama PSD. Yes, utakutana nayo hapa kama PSD. Hii ni picha ambayo tulisave bila background. Unaiona iko kwa mfumo kama huu. Oh wow, unakuta kwenye mfumo kama huu. Lakini pia ukitaka ile ya PSD, labda unataka kufanya manipulation, hebu tuje tu search, I don't know ilienda wapi, lakini hii hapa ukitaka kuiclick, maana yake itafunguka kama project na itafungukia kwenye Photoshop. So ukitaka kufanya manipulation utakutana na zile layer zako kama kawaida. Yes, utakutana na layer zako kama kawaida vile. Then unaweza kuendelea na next step. Kwa mfano labda umeambiwa unataka manipulation, labda anataka uadi pale majina, uadi kitu ambacho atakwambia huyo customer wako. Maana yake ni important na ni muhimu sana kuhakikisha kuwa project yako kwa first time unaisave kama PSD, lakini kama umemaliza na unataka kutuma kazi ya watu unaisave kama PNG. Kwa nini tunasema PNG? PNG sana inakuwa ni kwenye format nzuri na high quality. Ukisave kama PNG inakuja kwenye mfumo wa picha, lakini ni mfumo wa picha ambao unakupa high quality lakini low size. Yani inakuwa kwenye mfumo wa high quality kulinganisha na JPG au JPE. Hizi zinakuwa ni kwenye low quality. Yes. So kama hii tutorial imekusaidia, usahau kusubscribe na kuwasha alama notification pale ambapo tunaweza kutuma video zingine kama hizi uwe wa kwanza kuzipata.